taarifa ya kusikitisha ikanifanya nikumbuke kwenye kitabu cha Mithali 6 ukisoma pale kuanzia mstari wa 16 hadi 17, kati ya vitu ambavyo ni machukizo ya Mungu anavitaja pale ikiwemo mikono inayomwaga damu za wasio na hatia. Kwenye kitabu cha Mithali kimeeleza kwa urefu kuhusiana na machukizo ya Mungu. Sasa nimekutajia kitabu hiki kufuatia tukio la kusikitisha ambalo tumeripoti pia katika taarifa zetu mbalimbali za habari ukifuatilia, ambalo limetokea pale mkoani Iringa likimhusisha kijana mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni baba wa mtoto. Anaitwa Joseph Muhulila, ambaye taarifa zinaeleza kuwa amemuua kijana wake wa miaka 6 na kisha kumkatakata vipande. Sasa wajua, nilikuwa nafuatilia taarifa hii kwa kina baada ya kusikia tukio hilo limetokea. Unajua, ukifuatilia kwa mujibu wa vyanzo vyetu na taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la polisi pale Iringa, zinaeleza kuwa tukio hilo lijatokea jana kama ambavyo tumeripoti la muda mrefu, lakini jana ndio ikagundulika kwamba bwana huyu alihusika na mauaji. Kwa sababu Joseph yuko na mzazi mwenzake, gogoro kidogo, lete mwanangu, akaenda kumchukua mtoto, akawa anaishi naye mwenyewe, mwanae akamchukua akaenda kuishi naye pale, akafanya aliyofanya takriban majuma 3 yaliyopita. Mujibu unajua, nimeshawahi kuambia watu, niliandikia Facebook, sawa wewe kama ni mkosaji sana, yani kama ni mtu, kama ulizaliwa ili utende dhambi, unajua kwenye hii Mithali aliyosema kwenye Biblia kuna eneo limeandikwa hivi, Mungu aliumba siku ya uovu kwa ajili ya watu wabaya. Maana yake nini? Kuna watu wabaya, yani Mungu aliumba lezio la moto nani kwa ajili ya watu wabaya. Maana watu wabaya wapo. Sasa mimi nishaye kuwashauri watu wabaya kama wapo, kwamba kati ya matukio ambayo upasi kuyafanya Tanzania, yani kati ya, sio kwamba mengine unapaswa, wewe mengine si shetani anakupitia. Katika eneo ambalo shetani usiruhusu kupitie ni kosa la mauaji. Hilo nilikuja kulifanyia utafiti mimi binafsi. Ilikuwa ni mkoa gani? Tabora ama wapi? Kuna jamaa aliua karibia miaka 15-20. Alafu akamweka yule marehemu katikati ya mbuyu. Kwa sijui Tabora sijui wapi kuna mbuyu fulani hivi. Sasa kwenye mibuyu, unajua mimi na yeye tunavoogopa mibuyu. Hakuna mtu anakatiza. Lakini watu walikuja kugundua ile mifupa, miaka imeenda sana, vipande vya nguo, akasema si fulani alipotea. Umeona? Tukio lingine ambalo lilinipa hiyo research ilitokea maeneo ya Kigamboni. Jamaa mmoja rafiki yake kampa hela, bwana kanunulie gari. Jamaa kuna ule mpunga mzito, kamuua yule rafiki yake, kaondoka na hela. Of course alichofanya alipangisha chumba, akachimba ndani ya chumba alichopanga, akamfukia. Alipomfukia akaongea mwenye nyumba, akasema bwana nataka nipige sakafu, sijapenda mazingira hapa. Mwenye nyumba sikaona kitonga, jamaa katia sakafu, akaficha nini? Ushahidi. Umeelewa? Hiyo tukio tuliripoti hapa miaka kama 12 imepita hapa. Kipindi hicho inaitwa Hot Mix East Africa TV. Na matukio mengi. Unaona? Sasa akanipa taswira kwamba mengine unakuta sijui mtu kaua, polisi wanafika pale nafaa ukaguzi, waambia chimba hapo kwenye tiles. Wakichimba wanakuta mtu alifukia mtu zamani. Asili ikanipa hoja ya msingi kwamba Abeli, matukio ya kuua Watanzania wangeachana nayo. Utagundulika. Yani haijalishi nenda popote. Yani labda wewe ufe, na hata ukifa utagundulika tu. Hiyo mbona waongezea? Yani wewe ukwepi hiyo. Lakini pia wakati tukio linatokea Abeli, wakati umetomea natukio majuma kama 3 yamepita, si ndio? 3. Moja kati ya eneo ambalo mimi mchungu huwa nalia nalo hapa Tanzania ni eneo ambalo huwa tunaliwekeza sana.
Uchaguzi wa serikali za mitaa tulitumia karibia bilioni 200 kitu kama hicho. Sawa, a lot of billions kupata uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Kwa nini tusio na utaratibu? Mimi nilikuwa hata na idea ule uchaguzi wa serikali za mitaa tusingeufanya hizi fedha tukafanya uwekezaji. Nisikilize hoja yangu. Tusifanye uchaguzi. Acheni hao viongozi, tufanye uwekezaji. Tutengeneze kanzidata ya wananchi. Kwa sababu ili ufike kwa mwenyekiti unaanza kwa wajumbe. Kila mjumbe ana nyumba 50 mpaka 70. Mjumbe achukue ile roko ambayo iko kwenye daftari la makazi ile tulijiandikisha, anapeleka serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa ina kanzidata na kila mjumbe awe hata anafahamu nini kinaendelea, nani kahamia. Yani turudishe principles za Nyerere. Hapa najua wote mkwepo hapo, vijana wadogo wadogo. Tukisharudisha vijiji vya ujamaa na ujirani. Huyu mtoto fikiria 3 weeks nani kamuulizia? Serikali ya mtaa ipo, mjumbe yupo, majirani wapo, jamii ipo. Sasa kama hujaenda huko Samson Charles, hebu tumsikilize kwanza mwenyekiti. Huyo mwenyekiti ambaye tumetoka kujiuliza, mtaa huu unaitwa Lukosi. Mwenyekiti wa mtaa huu anaitwa Lukosi Kennedy Mahana. Tukio ambalo limetokea katika mtaa wake. Kumbuka mtaa ambao tukio hilo limetokea ni tafuta hapa kule Iringa. Pale Iringa. Tutakuja kumpata baada ya mtaa wake. Ninaitwa Kennedy Mahona, mwenyekiti wa mtaa wa Lukosi. Niapata kama wiki 3 zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa 4 ya usiku. Akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata zaidi ya masaa 5 lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa 24 basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri kufika kituo cha polisi, kwa sababu inawezekana labda amekutwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho kwamba nini kiliendelea. Sasa siku fulani majira ya saa 10 nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa na nikamkuta Jose. Akasema kwamba yeye mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo, kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua, isipokuwa alikuwa anaogopa adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe dhamana ili akaendelee kushirikiana na familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia. Na leo nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali, nilipigwa simu pia na mwenye nyumba kuwa askari wananihitaji hapa. Nimeweza kufika, wakanipa maelekezo kwamba Bwana Jose ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo sana na akaweka kwenye choo, akaflash kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada hapo tumeendelea na zoezi la kuchimba hicho choo, kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto, na wameingia wamepata hivyo vipande vidogo. Kwa hiyo sasa ninachosubiria utaratibu wa polisi kwamba nini kinaendelea. Kwa maelezo yake ya kwanza anasema ndani ya familia kuna mambo ya kishirikina, na hivyo akawa naomba kwamba aweze kuruhusiwa ili akashirikiana na familia aweze kumpata mtoto aliko. Kumbe alikuwa anatudanganya. Amefanya hilo tukio na leo umejionyesha wazi kwamba amelifanya. Mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba, na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji. Amekaa hapa kwangu miaka 3. Kama alikuwa anajishughulisha na bodaboda. Yeye ni dereva bodaboda. Ila mimi muda mwingi huwa natoka naenda kwenye mihangaiko ya kiufundi. Kwa hiyo muda mwingi sishindi hapa.
Kwa hiyo hata ilivyotokea hivyo akanambia alichukua mtoto kwa mzazi mwenzie ili aje akae naye hapa. Nilimuuliza baada ya kutokea hilo tukio kwa ajili ya kuelewa zaidi. Akanambia kwamba alikuwa anakaa naye hapa zaidi ya wiki 2 kwa sababu natoka asubuhi naenda kwenye mihangaiko, jioni narudi. Kwa maana hiyo mtoto sijawahi muona. Na hapa ndani nina watoto ambao wapo zaidi ya muda ninao kuwepo mimi, hawajawahi muona. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama kirafiki, bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu, aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni, akanambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya. Kwa hiyo hakuwa muwazi. Kwa hiyo huyo mtoto hajaonekana mazingira haya, hata kama alimchukua labda ni usiku, sababu muda mwingine anatoka usiku anarudi usiku, sababu bodaboda hawana muda wa kusema kazi yake mwisho saa ngapi. Kwa hiyo wewe hujawahi kumuona kabisa mtoto? Kwa sababu hapa nyuma alikuwa na mke. Kwa hiyo huyu mzazi mwenzake aliyekuwa anasema yeye, huyo mtoto sijawahi muona. Ila mke yule mwingine na mtoto mmoja ambaye namfahamu. Kale katoto tunakafahamu, amekaa nako hapo, walipozinguana sijui alimfukuza kaondoka. Ila huyu ambaye tukio limetokea sijawahi muona. Baada ya kufika hapa nikaona amesema kuna mtoto alifanyiwa ukatili, akachinjwa vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo. Mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano mpaka hili jambo likapatikana jibu. Manake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Sisi tunazidi kuomba msaada kwenu, manake ulinzi ni juu ya serikali pamoja na wananchi wenyewe. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi Melkisedek Heri Banzi. Wakati tupo kituoni kwenye shughuli zetu za kawaida, tumepigiwa simu, tumeambiwa kuna zoezi la maokozi Mtwivira. Inasemekana kuna mtu amemkatakata mwanae, amemdumbukiza kwenye shimo la choo. Nikachukua kuru yangu, tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Ndio. Tunaona sasa zoezi limesimama, pengine nini ambacho kinaendelea? Sisi tayari tumekamilisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu baadhi ya nyama sisi hatudhibitishi kwamba ni za binadamu, lakini kuna mbavu zinaonekana, vidore na baadhi ya mifupa. Lakini vidole ukiviangalia unagundua ni vya binadamu. Sasa wenye mamlaka zaidi watadhibitisha kwamba ni binadamu au sio, lakini ni nyama nyingi hasa. Umeona bwana? Sio mchezo. Na mtoto huyu marehemu Timothy Muhulila alikuwa ni mwanafunzi wa chekechea nasari. Sasa tumewasikiliza hapo mwenyekiti na wakazi mbalimbali pamoja na askari polisi walipofika katika eneo hilo katika mtaa ule wa Lukosi ulipokata mkoa pale halmashauri ya manispaa ya Iringa, wakiongelea tukio hilo la kusikitisha. Sasa baada ya hapo pia tulipata nafasi ya kumsikiliza kamanda wa polisi mkoa wa Iringa ambaye alizungumza pia, Sakap Alan Bukumbi,
alizungumza kwa kina kuhusiana na tukio. Tupata nafasi kumsikiza kidogo, alafu tutarejea kwa ajili ya mjadala kamili. Lenzi wetu, lakini tunao taarifa ya tukio la mauaji ya mtoto ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Timotheo Joseph Muhulila, ambalo lilitokea ambapo tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya saa 6:05 usiku. Mtu aitwaye Joseph Justino Muhulila, miaka 28, huyu ni dereva bodaboda na mkazi wa Mtwivila, aliripoti katika kituo kikuu cha polisi Iringa kwamba mtoto wake aitwaye Timotheo Joseph Muhulila ambaye ana umri wa miaka 6 na ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya awali ya Lightness Daycare, mkazi wa Mtwivila, kama amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Baada ya kupokea taarifa hiyo kituo cha polisi, taarifa hiyo ilitia mashaka kwa sababu huyu alivyotoa muda wa kutoa taarifa hiyo na mazingira yenyewe yakawa haviendani. Lakini tuliendelea kumshikilia huku tukiendelea kufuatilia kuhusu upatikanaji wa huyo mtoto, kwa sababu mzazi atakaye kutoa ushirikiano, lakini alionekana kama vile ana taarifa fulani kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini ilipofika tarehe 6 mwezi wa 5 majira saa 1:30 asubuhi, timu ya Makachero walikuwa wameshapata taarifa fiche kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini baada ya kumhoji upi sasa mtuhumiwa huyo, kutokana na hizo taarifa, alieleza kwamba mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia. Baba huyu na mtoto walikuwa waishi pamoja, mke wake walitengana, ambaye ni mzazi mwenzie. Kwa mama anaishi na mtoto na baba alikuwa anaishi mwenyewe. Kwa hiyo alimchukua mtoto tarehe 28. Lakini anamedai kwamba ilipofika tarehe 11 mwezi wa 4 mtuhumiwa alimwacha mtoto nyumbani kwake na kwenda kulala nyumbani kwa mama yake, kwa mama huyo mtoto ambaye hawaishi pamoja. Lakini amedai kwamba mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya asubuhi na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio, lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vidogo vidogo na kuvitumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua, tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alipata vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe, na kwamba baada ya kumkatakata ameflash, lakini baada ya hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Lakini kimsingi mtoto huyo hakupotea, babake alimkatakata vipande, lakini bado tunaenda kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata mtoto vipande. Na baada ya kuchunguza kwamba kuna shoti ya umeme, tumegundua kwamba shoti ya umeme haikuwepo, lakini kuna sababu ambayo ilipelekea kumkata huyo mtoto ambao bado hatujabaini mpaka sasa hivi. Lakini uzuri kwa sasa tuko naye, tunaendelea kumshikilia na tunaendelea kumhoji ili tufikie mwisho wa tuhuma hizo, lakini pia tumpeleke mahakamani kwa tukio ambalo anastahili, ambalo litakuwa ni tukio la mauaji ya huyo mtoto. Kimsingi tumefuatia taarifa za baba na mama kuhusiana na mtoto, hapakuwa na ugomvi na walikuwa na tabia ya kubadilishana huyo mtoto. Kuna kipindi kama siku za haendi shule, anakuja kwa baba, anakaa naye siku moja, ya pili anarudi kwa mama. Kwa hiyo hapakuwa na taarifa yote ya ugomvi kati yao. Maana hata sisi tulidhani kwamba labda kuna tukio la labda kutaka wanasema kulipiza kisasi kupitia kwa mtoto, lakini wamesema hakuwa na ugomvi wote. Labda kwa jinsi mnapomtazama mtuhumiwa atakuwa na matatizo yote yake. Hilo sasa mara nyingi tunatumia madaktari kumpima, kwa sababu kugundua kwa mara moja sio rahisi. Na mara nyingi kama tukio nimesema mauaji, lazima tu mtu apimwe akili na madaktari kudhibiti kama akili yake iko timamu. Lakini kwa mazingira ya kawaida ukimwona, unamwona mtu yuko kawaida. Lenzi. Sasa huyo ni Sakap Alan Bukumbi ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, akifafanua kwa kina kuhusu tatizo hili. Nilikuwa nawasikia mjadala ulianza mapema, bahati nzuri kwenye wendo mzito mlizungumzia kwa ufupi walao kuhusiana na tatizo hili, na mlitaja kuhusiana na tatizo la afya ya akili. Sasa takwimu za afya, shirika la afya duniani WHO zinaeleza kuwa 14.3% ya vijana wana tatizo la afya ya akili duniani. 14.3, na huyu umri wake miaka 28, ni kijana, mtoto mdogo. Sasa lugha nyingine tunasema hivi, jamani, kwenye mahusiano, mnapoingia kwenye mahusiano ama kuanzisha familia,
pamoja na ushauri wa kitaalamu kupima magonjwa, yale magonjwa ambayo ya kurithi. DNA kupima sio nini kabla ya kupata watoto, kupima nini. Bila shaka kuna haja sasa ya watu kwanza kupimana afya ya akili kabla ya kuanzisha uhusiano wote wa kimapenzi ama familia. Jamani, mimi naishia. Mimi nilimuuliza Mchungu swali. Sasa Beli, kiwango tutajuaje mtu huyu ana hiyo? Mchungu, mimi nimekuuliza swali. Tukio linatokea mtaani, jamii iko wapi? Kwa hiyo unaweza kupotea mtaani watu kwa nini tusudishe jamaa? Mtoto wiki 3 mara kupiga shuti ya umeme mara nini?